kwa kuendelea kumshukuru sana naibu waziri utamaduni, sanaa na michezo, ndugu yangu sana Hamis Mwinjuma. You are really making me proud. Asante sana, uko vizuri. Lakini pia mara baada ya mahafali hayo kumalizika, waziri balozi Dr. Pindi Chana kuondoka zake, Mwanakwetu alirudi nyumbani kwake na kupumzika kwa muda mrefu akifanya kazi za nyumbani. Alipokuwa anataka kulala, akawa anajiuliza maswali mengi. Hivi waziri Dr. Pindi Chana alipokuwa hapa Mwanza alifanya mkutano wowote wa hadhara? Utamaduni, sanaa na michezo, ndugu yetu Nicholas Mkapa, hao wote ni wachapakazi. Mwenyekiti wa kamati ya bunge. Kwa uwezo wa propaganda wa Dr. Chana, angetendewa haki kama angezungumza na wananchi katika mikutano ya hadhara kadhaa hapa Mwanza. Mwanakwetu alijiuliza hayo moyoni na alibaini uwezo wa Dr. Chana wa kumiliki hadhira yake anapoihutubia, huku hotuba yake akichanganya na viwagizo kadhaa vinavyoivutia hadhira yake itake isitake. Namna anavyoongea mama huyu, Mwanakwetu aliona kuwa ana uwezo wa kutumika vizuri kutoa matumaini pahala ambapo watu wamekata tamaa. Makamu mwenyekiti ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya shughuli hii. Asante sana Prof. Sasa saa za kulala zikikaribia, lakini kichwa cha Mwanakwetu kikawa kinayakumbuka mengi, hasa siasa za mkoa wa Iringa wakati huo, ikiwa mkoa wa Njombe wakati huo haujaanza. Huku mkoa wa Iringa ukiwa na vyuo vikuu vingi na ukipokea vijana wengi wasomi kutoka nchi nzima na mataifa jirani kama vile Kongo, Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, ambapo balozi Dr. Pindi Chana akitokea huko. Mwanakwetu akakumbuka wanasiasa wa Iringa wakati huo, akiwamo mwanamama huyu akiwa pia mlezi wa matawi kadhaa ya CCM ya vyuo vikuu. Mwanakwetu akamkumbuka mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM taifa wakati huo, Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye sasa ni katibu mkuu wa CCM taifa. Mwanakwetu akakumbuka namna Jakaya Kikwete alivyokuwa akiomba kura na kushinda uchaguzi wa urais wa mwaka 2005. Mwanakwetu akakumbuka CCM ya Jakaya Kikwete na changamoto zake za kujivua gamba wakati huo. Salamu zingine ni kutoka kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Daktari Mpango, na yeye anawasalimu sana sana. Ilikuwa tuwe naye hapa jioni ya leo, lakini ametuma salamu. Salamu zingine ni kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, na yeye anawasalimu sana sana bila kumsahau. Mwana
Msikilizaji wangu, kumbuka kuwa tafakari yote hii inamjia Mwanakwetu kwa kuwa Dr. Chana aliongea vizuri katika mahafali ya 12 ya Chuo cha Maendeleo ya Michezo Malia, ambapo Mwanakwetu hotuba hiyo ilimteka na kurudi nayo hadi nyumbani kwake. Mwanakwetu katekwa na hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Hapo hapo Mwanakwetu akamkumbuka mwanasiasa mwingine wa Iringa wakati huo, Profesa Norman Adamson Sigala, ambaye ni mwanasiasa msomi, ambaye Mwanakwetu alikumbuka kuwa hata andiko lake la shahada ya uzamili mwaka 2008-2009 lilisimamiwa na msomi huyo. Mwanakwetu akaamua kuingia katika barua pepe yake ya wakati huo, ambao ni makwa_adeladius@yahoo.co.uk, ambayo ilitumika mno kuwasiliana na Profesa Norman Sigala, ambapo akakutana na majadiliano ya maelekezo kadhaa akipokea kutoka kwa msomi huyu. Hapo hapo Mwanakwetu akazidi kumkumbuka Dr. Balozi Pindi Chana, mwanasiasa wa Iringa wakati huo, wakiwa pete na kidole na Profesa Norman Sigala. Msikilizaji wangu, leo Mwanakwetu katekwa na hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Huo sasa ni usiku. Mwanakwetu akasali sala inayofahamika kama na kukimbilia, akaingia kitandani kulala. Akiwa kitandani anautafuta usingizi, akasikia kelele kali za midundo ya mizimu ya muziki. Alipofuatilia alibaini kuwa wale waliohitimu muziki wao ulikuwa ukipigwa ukumbini, na umbali kati ya alipokuwa Mwanakwetu na ukumbi huu ni sawa na umbali wa goli la mpira wa miguu na yule anaipiga mpira wa kona. Mwanakwetu hapo ni jirani sana. Sauti inapenya vizuri. Midundo ya muziki huu ilikuwa mikubwa sana na kusababisha kitanda cha Mwanakwetu kutikisika, na hivyo kulala ilikuwa ngumu sana.
Sasa japokuwa Mwanakwetu alishasali sala ya nakukimbilia, hapo alibatilisha usingizi wake, akasema moyoni, unajua haya makelele ni kero kubwa kwa binadamu ambaye umri umekwenda, lakini kwa kijana hilo sio tatizo kwake. Mwanakwetu akakumbuka mwaka 1999 walikwenda Coco Beach kucheza muziki. Wale majirani wa eneo hilo walilalamika kuwa muziki wao hapo ulipigwa kwa sauti ya juu, hivyo muziki uzimwe au sauti ipunguzwe. Kweli muziki huo ulipunguzwa sauti yake, na vijana wa mjini wa wakati huo akiwamo Mwanakwetu wakaendelea kucheza muziki lakini kwa sauti ya chini, huku wakimchukia yule kiongozi aliyewaambia polisi muziki huo upunguzwe. Kwa kuwa hawa vijana wanaohitimu ndio wenye shughuli na wapo katika imaya yao, wewe upo hapo kuhakikisha vijana hao malengo yao yanafikiwa. Lazima ukubaliane na kelele hizo, utake usitake. Sio sawa na wale wa Coco Beach. Wale walikuwa kwao na kina Mwanakwetu walikuwa wavamizi wa Coco Beach tu jijini Dar es Salaam. Mwanakwetu akatoka kitandani kwake usiku huo huo na kuvaa nguo zake ambazo zilikuwa vigumu mtu yoyote kumtambua na kumwelewa. Alipoingia ukumbini akakutana na wanachuo hao wakicheza muziki kwa amani kubwa katika ukumbi mkubwa wa chuo cha uongozi wa mahakama. Hapo hapo Disco Joka akiwa kazini, wahitimu hao na wale wanaobaki wakisakata muziki huo. Mwanakwetu alikaa hapo kwa dakika 45 huku hakuna aliyeweza kumtambua kwa namna alivyovaa muungwana huyo. Disco Joka akicheza nyimbo tele ambazo hazikumvutia Mwanakwetu. Mwanakwetu akisema moyoni kuwa muziki huo sio wangu bali wa wahitimu na pengine wao wanavutiwa na nyimbo hizo. Mimi sina haki ya kusema muziki huo ni mzuri ama mbaya. Sitokuwa na biashara, sasa nimekata mtaji wangu wa sigara. Ilikuwa juzi mimi na bwana Sele alipokuja dukani nimkopeshe mchele, anataka kilo 2 watoto wake wakale. Nitafanya nini mimi, nitafanya nini? Naogopa kugombana na majirani, nikitazama duka langu linakata siku zote, hakuna ninachopata. Haina kuria mina baki tu kucheka, kwani tayari duka lishafilisika, na hivi sasa nimesha
Pika Ngumi Road Fast Street Wapinzia Ali Steph Wapibati ya mechi Wapi ya miskirusi Ngadu katoka baharini kaja nchi kavu, ngadu katoka baharini kaja nchi kavu. Nasema ngadu samaki, samaki, ngadu naye samaki, samaki. Wanaona haya wamefanywa vibaya, wanaona haya wamefanywa vibaya, wanaona haya wamefanywa vibaya, wanaona haya wamefanywa vibaya. Hao wachekeni hao wazomeni, wachekeni hao wazomeni. Yasini mzee wa Mayusti Magomeni Mapipa wapi mzee Mwanakwetu akiwa hapo alishuhudia wimbo huu. But when we were at the party, I was disappointed. All we could hear there was the crocodile. All we could hear there was the shooby-doo. Sasa Mwanakwetu akavutiwa, akakumbuka kuwa wimbo huo unaitwa Back to My Root, uliopo katika albamu ya Slave, ukiwa na nyimbo nyingine 8 zilizotoka mwaka 1987. Slave ikiwa ni albamu ya 12 ya Lucky Dube na wenzake kadhaa, lakini ni albamu ya 4 ya reggae ya Lucky Dube mwenyewe, ikitanguliwa na albamu ya Last and Never Die, Remember Me, Think About the Children na Slave yenyewe. Reggae is mine, reggae is mine, reggae is mine, la 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 la.
Kumbuka tu msikilizaji wangu, Mwanakwetu yu sasa ukumbini na vijana wanacheza muziki. Sasa Disco Joka akaja na wimbo wa Yvonne Chaka Chaka, Let Me Be Free, huku vijana hao wakicheza kweli kweli. Mwanakwetu akakumbuka kuwa wimbo huo aliucheza akiwa kijana na ulitoka mara ya kwanza mwaka 1987. Msikilizaji wangu, kumbuka Mwanakwetu aliacha kitanda na kuingia ukumbini, na nyimbo hizo mbili zilisaidia mno kwake kuona kuwa sasa muziki uliokuwa unapigwa ukumbini sio makelele bali ni burudani, na nyimbo hizo mbili zilisaidia mno kumtibu Mwanakwetu na yeye kupata burudani ya muziki huo. Sasa Mwanakwetu akakumbuka mawazo yake yote kabla ya kutafuta usingizi alipokuwa akitafakari Mheshimiwa Balozi Dr. Pindi Chana wa wakati ule na wa sasa ambaye ni waziri, ambapo wakati huo tukio hili linatokea alikuwa ni waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, na namna alivyoongea vizuri majukwani na namna Mwanakwetu alivyotekwa na hotuba yake. Hizi ni tunu za taifa. Lazima taifa lijulikane kwa michezo, kwa sanaa, kwa utamaduni. Lazima taifa lieleweke. Kwa hiyo ndugu zangu, huu ni mwanzo tu. Tumedhamiria kabisa kupeleka sekta hii mbele, masuala ya utamaduni, sanaa na michezo. Kwa wale wawekezaji, milango iko wazi. Wadau, karibuni tuzungumze. Kuna watu wanataka kuwekeza katika sports arena, kutujengea viwanja vikubwa pale Dodoma. Msikilizaji wangu, leo Mwanakwetu katekwa na hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Sasa huu wimbo wa Let Me Be Free ulikuwa unaendelea. Hapo Mwanakwetu akaamua arudi nyumbani kwake kulala, na alipofika kwake, alipojitupa tu kitandani, alilala fofofo hadi kuna kucha saa 11:49 ya Jumapili ya Julai 16 mwaka wa 2023. Huo kweli ulikuwa ni usingizi wa mahafari. Mwanakwetu upo? Kumbuka tu, hii ni kumbukumbu ya Mwanakwetu. Jina langu ni Adelaji Usmakwega na kutakia siku njema.